Meli ya mafuta ya VLCC imeondoka katika mlango bahari wa Hormuz kupitia njia maalum ya Irani, Tasnim imeripoti mapema Jumatatu hii. Meli kubwa ya mafuta ya VLCC iitwayo Agios Fanorisi, ikiwa imesheheni mafuta ghafi kutoka Iraki kuelekea Vietnam, ilivuka mlango bahari wa Hormuz kupitia njia maalum iliyopangwa na Irani siku ya Jumapili. Shirika la habari la Irani la Tasnim limeripoti pendekezo ya Irani yaliyowasilishwa kutoka Pakistani baada ya Marekani kuandika hati ya vipengele 14 iliyokuwa inasubiri majibu yake. Afisa mmoja wa serikali ya Pakistani amethibitisha siku ya Jumapili kuwa nchi hiyo imepokea majibu ya Irani kuhusu mpango wa amani uliopendekezwa na Marekani na tayari majibu hayo yamekabidhiwa kwa utawala wa Washington. Ingawa afisa huyo hakutoa maelezo ya kina ya mpango huo, hatua hii inakuja baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Irani kuripoti kuwa Tehran imetuma majibu yake rasmi kupitia wapatanishi wa Pakistani. Shirika la habari la IRNA limeripoti kuwa kwa mujibu wa pendekezo la Irani, awamu ya sasa ya mazungumzo itajikita zaidi katika kusitisha mapigano kwenye kanda nzima hususani nchini Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump katika mahojiano yaliyowekwa kwenye mtandao wa X siku ya Jumamosi alisema kuwa Irani inaonekana kuwa na nia ya kufikia makubaliano mapana ya kumaliza vita katika nyanja zote. Trump alibainisha kuwa mazungumzo na Teherani yanaendelea na akasisitiza kuwa diplomasia ndiyo njia inayofuata kwa sasa, ingawa alionya kuwa hatua za kijeshi bado zipo mezani ikiwa diplomasia itafeli. Duru za habari zimeiambia Reuters kuwa juhudi za hivi sasa zinalenga kufikia hati ya makubaliano ya muda itakayositisha vita na kuruhusu usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, ikiwa itatoa nafasi ya kujadili masuala magumu zaidi hapo baadaye, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Irani. Katika kile kinachoonekana kama ishara ya kupunguza mivutano, meli ya kubeba gesi asilia LNG ya Qatari Al-Khairatiyat imefanikiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz kuelekea bandari za Port Qasim nchini Pakistan. Hii ni meli ya kwanza Qatari kupita katika njia hiyo tangu vita vianze Februari 28. Inasemekana Irani iliruhusu meli hiyo kupita ili kujenga imani na wapatanishi wake Pakistan na Qatari, na pia kutoa nafuu kwa Pakistan inayokabiliwa na tatizo la kukatika kwa umeme kutokana na ukosefu wa gesi. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete. Siku ya Jumapili, UAE, Qatari na Kuwait ziliripoti kuingiliwa na ndege zisizo na rubani drones kutoka Irani, jambo lililoonyesha kuwa tishio bado lipo licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mwezi mmoja uliopita. Inafahamika Trump yupo chini ya shinikizo kubwa la kumaliza vita hivi kabla ya ziara yake nchini China wiki hii, ambao tayari imetangazwa na China kwamba atazuru taifa hilo kuanzia siku ya Jumatano, Alhamis na Ijumaa, kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15. Kutokana na mzozo wa nishati duniani na athari kubwa za kiuchumi, Trump bado anakabiliwa kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba wa muhula wa kati. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amemwonya waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuwa kutumia mlango bahari wa Hormuz kama silaha ya shinikizo kutaongeza tu mgogoro, na kusisitiza kuwa uhuru wa usafiri wa majini haupaswi kuingiliwa.